Kwa bench viongozi wameisign na tutampelekea hospitali kama ishara ya zawadi ambayo wenzake wameitoa Kenya. Unaona kulishika mpaka kichwa pale. Bad moment sana. Ni jeraha baya. Hata kulizungumzia sana kweli linalipa simanzi. Jeraha baya kwa sababu tuseme alhamdulillah. Unajua kuna vitu vingi tutaviongea hapa vinaweza kuleta shida nyingi, lakini tuseme tu alhamdulillah, tutakwenda kumwangalia, atuambia daktari ukubwa wa jeraha lake, alafu tutaangalia jinsi ya kufanya, lakini ameumia vibaya sana. Sawa, turejee hapa. Umekuwa machampion kwa mara ya 5 mfululizo. Neno lako kwa niaba ya viongozi kuelekea kwa wananchi. Kwanza kwa niaba ya viongozi nitoe shukrani zangu za dhati kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Shusha kwanza maiki. Uonekane. Nitoe pongezi zangu za dhati kabisa kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans. Moja ya siri kubwa ambayo inatufanya kila siku tuna mafanikio ni umoja ambao tuko nao. Ligi kwa miaka mitano mfululizo. Imesha kutokea miaka ya 70 huko nyuma, lakini kwa miaka ya kizazi hiki hapa hakuna. Kwa hiyo Young Africans tumeandika historia na rekodi ambayo leo inaweza kuonekana kawaida, lakini baada ya miaka kupita tutakuja uketi sio tukasema Yanga walifanya kitu kikubwa sana mwaka 2026. Ilikuwa ni msimu mgumu kiasi chake, lakini maneno yalikuwa ni mengi. Leo mmeweza kufanikisha kuwa mabingwa. Kuna nini sasa cha kuzungumza? Nasema anayezungumza mwisho ndo ambaye kwanza msimu ulikuwa mgumu, lazima tulikiri hili, msimu ulikuwa mgumu sana. Msimu wetu umetawaliwa na vitu vingi sana ndani na nje ya uwanja, lakini sisi ni viongozi wakomavu, ni viongozi ambao hatujawekeza nguvu kubwa sana kwenye vyombo vya habari. Ziko timu Tanzania hapa zimewekeza nguvu kubwa sana kwenye propaganda, lakini mwisho wa siku kama leo tunawaletea majibu kwamba propaganda huwa hazivai medali.